msingi mkuu wa vyama vya kuweka na kukopa SACCOS na utunzaji mzuri wa kuhesabu, uwajibikaji na uwazi katika uendeshaji wa vyama hivyo. Mwandishi wetu ametuandalia taarifa hii. Asalamu alaykum. Kaimu mwenyekiti wa chama kikuu cha kuweka na kukopa ZASCO ndugu Isa Suleiman ametoa kauli hiyo wakati akifunga mafunzo ya siku 3 kwa washika fedha wa vyama vya kuweka na kukopa viliopo wilaya ya Kati yaliyofanyika katika ukumbi wa mikutano ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kusini iliyopo Tunguu. Amesema ili vyama viweze kuaminika na wanachama wake, watendaji wanaokabidhiwa dhamana ni muhimu kuwa na elimu ya kazi wanazozifanya, na ZASCO kwa kushirikiana na idara ya vyama vya ushirika itaendeleza kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha SACCOS kutoa huduma bora kwa wanachama wake. Ni kuweza kuvimarisha vyama vya akiba na mikopo. Sasa uimara wa akiba wa vyama vya akiba na mikopo unalenga zaidi au unaweza kugawa zaidi kama vyama vitakuwa vina kumbukumbu sahihi za mapato na matumizi, akiba na amana za wanachama. Mkurugenzi wa idara ya vyama vya ushirika ndugu Hamis Daudi amesema mpango huu wa mafunzo ni kuhakikisha utekelezaji wa mpango wa kupunguza umaskini Zanzibar, yani Mkuza. 2020 imesema hivyo. Mkuza au mapili ambao sasa hivi tunamalizia kazi, tumeelekeza kwamba na haja ya kuwa na juhudi za pamoja za kupambana na umaskini. Sekta ya ushirika katika kupitia kwenye vyama vyetu vya akiba na mikopo ina jukumu la kuona kwamba inaongeza upatikanaji wa huduma za fedha vijijini kwa wajasiriamali wadogo na wazalishaji wadogo vijijini. Hilo limeandikwa, ni agizo ambalo sekta ya ushirika imepewa. Lakini jambo la pili ni kuona kwamba vyama vingine vya uzalishaji vinachukua nafasi yake ya kuhakikisha upatikanaji wa pembejeo kwa wakulima kwa wakati, kwa bei mwafaka na katika ubora unaohitajika. Mafunzo hayo tayari yamefanyika katika mkoa wa Kaskazini Unguja na yanatarajiwa kuwa endelevu kwa SACCOS zote za Unguja na Pemba. Nikiripoti ni Haji Ramadhan Swed.